Wakati mwanamume huyo akiwa amelala, ghafla alianza kuungua moto. Aliogopa sana. Akigundua kuwa kuna kitu hakiko sawa, mara moja alimuuliza mwanamke wa jirani. Ilikuja kugundulika kuwa mwanamume huyo alikuwa ni mungu. Lakini ikiwa atasogea umbali wa zaidi ya mita 3 kutoka kwa yule mwanamke, mwili wake utawaka moto na atavutwa kwa nguvu kurudi upande wa mwanamke huyo na nguvu ya ajabu. Mwanamume huyo alikasirika sana kwa sababu alikuwa amebakiza hatua moja tu ili kupata uhuru wake. Dakika chache zilizopita, mwanamke huyo alishambuliwa na kundi la wauaji. Katika wakati huu mgumu wa kufa au kupona, kidani chake kiling'aa ghafla. Sekunde iliyofuata, mungu huyo akatokea. Alipiga tu vidole vyake na mmoja baada ya mwingine, wauaji waliomzunguka mwanamke huyo walianguka chini. Alikuwa amewaangamiza wauaji wote kwa kutumia kiberiti tu. Mwanamke huyo alipigwa na butwaa, lakini mwanamume huyo ghafla alinyoosha mkono akidai kidani chake. Sekunde iliyofuata, kidani kile kiliruka juu na wote wawili walikidaka kwa wakati mmoja. Mwanamume huyo alimwambia mwanamke aachie, lakini mwanamke alikataa kwa sababu kilikuwa ni zawadi kutoka kwa bibi yake. Lakini mwanamume huyo alisema kuwa bibi yake alimhadaa miaka mingi iliyopita na kumfanya asaini mkataba. Alilazimika kumlinda mwanamke huyo mara 3 ndani ya miaka 50. Kilichotokea hivi punde kilikuwa ni mara ya mwisho. Sasa kwa kuwa mkataba umekamilika, alistahili kupata uhuru wake. Hata hivyo, mwanamke huyo alifikiri mwanamume huyo alikuwa mwongo tu, hivyo hakuna hata mmoja aliyekubali kuachia kidani kile. Lakini sekunde iliyofuata, mvutano mkali ulikipasua kidani hicho vipande viwili. Vipande hivyo viligeuka kuwa mwanga na kuingia ndani ya miili yao. Mwanamume huyo alidhani kuwa kupotea kwa kidani kile kulimaanisha mwisho wa mkataba, hivyo alijitayarisha kuondoka kwa furaha. Lakini bila kutarajia, mkataba mpya ukatengenezwa. Hawezi kuwa zaidi ya mita 3 kutoka kwa mwanamke huyo, vinginevyo roho yake itateketezwa kuwa majivu. Kuona hivyo, mwanamke alifurahi sana. Mara moja akatoa mkataba wa kielektroniki akimwomba mwanamume huyo ausaini. Kwa sababu ya migogoro ya ndani ya familia, alikuwa na uhitaji mkubwa wa mlinzi, bodyguard, na mwanamume huyu bila shaka alikuwa mgombea kamili wa kumlinda. Mwanamume huyo hapo awali alitaka kukataa, lakini ili kupata njia ya kuvunja mkataba huo, ilibidi akubaliane na mwanamke huyo. Ili kujua asili ya mwanamume huyo, mwanamke alimpeleka kumwona bibi yake. Lakini bibi huyo alijifanya amelala mpaka mwanamume huyo alipotumia uchawi. Bibi huyo aliamka mara moja na kwa mshangao wa mwanamke, mwanamume huyo alikuwa ni mungu kweli. Kwa bahati nzuri, alikuwa amesaini mkataba mpya naye ili kumbakiza. Usiku, ili kudumisha umbali, ilibidi walale pande tofauti za ukuta. Lakini kutokana na mapambano ya hisa za kampuni ya familia, wauaji walimteka mwanamke huyo. Akigundua kuwa kuna kitu hakiko sawa, mwanamume huyo alijisafirisha teleport kwa kasi hadi chumba cha jirani kukagua. Punde si punde alimtambua mhusika. Ili kuhakikisha usalama wake na wa mwanamke, alijiingiza haraka kwenye mapambano makali na wauaji hao.